Kwanza ni furaha, yaani furaha kubwa kwa sababu chama chetu cha msingi Nanyumbu kimetufanya jambo kubwa, kwa sababu swala la usafirishaji kwa kweli ilikuwa ni kero kubwa sana, lakini kwa sasa hali tunafikia hapa, nafikiri itazidi kutupa chachu ya kuendelea kuzalisha kwa wingi. Yani kama nikiwa kama mkulima pia na mwanachama, hasa viongozi wangu wa chama. Viongozi wa chama wanatakiwa wawe wabunifu, waendelee kubuni vitu vingine ambavyo vitaweza kutuzalishia. Tusitegemee tu ushuru, kwa sababu ushuru sasa hivi umebanwa sana na hali ya kiuchumi. Kwa hiyo mazingira tu, yani kiujumla, kwamba wawe wabunifu. Ujio wa gari hili, wanachama wote tunajisikia furaha. Sasa wewe kama mwanachama pamoja na mkulima, unaona gari hili linaenda kusaidia kwa namna gani? Hii gari inaweza tukasaidia wanachama na wakulima kwa ufasaha tu vizuri, na chama chetu cha Nanyumbu AMCOS tunajitegemea vizuri tu. Kwa majina naitwa Sofia Fazili, ni mwanachama wa Nanyumbu AMCOS, pia ni katibu wa tawi la Nanyumbu AMCOS. Ujio wa gari, kwanza tunamshukuru mwenyekiti kwa uwezo wake na kutuwezesha kutupatia gari. Pia tunashukuru kwa kutupata ile gari. Pia tunatarajia kwenda kukusanya mahitaji mazao yetu katika chama chetu na vyama vingine nje hapa. Tunajua kwa sababu tunaweza tukakodiwa, tunaweza tukazidisha na kuongeza kipato. Inaitwa Ali Chiko Manzi Ponela. Alafu ni mwanachama nilikuwa hai wa chama hiki. Ujio wa gari mimi nimefurahi sana kuliko malengo mengine. Na mimi mkulima, mimi na mashamba 4 ya korosho, ufuta nauzia kwenye chama changu. Sibadiliki na sijabadilika kuuza shamba kingine. Kwa hiyo ujio wa gari hili na watu walifanya mambo yote, na kwa ushauri ingekuwa bodi wanasema kwamba hao wasitolewe, wao wanaendelea hata wote kibodi, kwa mfano mwenyekiti, makamu, katibu wake mkuu na wengineo. Lakini kwa sababu ni sheria ambazo zingine hazihusiki, lakini mimi binafsi hao na watu wanafanya nini? Kwa hiyo ukinihoji, mimi ni mwanachama halali na mke wangu na mwanachama halali, wote tupo hapa. Mchakato wa ununuzi wa hii gari tangia 2022, bahati mbaya 2022 tulifeli kwa kupitishiwa ukomo wa madeni mdogo ambao ulikuwa tofauti na price za gari. Lakini 2023 tulikosa kupitishiwa ukomo wa madeni na mrajisi akidai vyama vijikite kwenye ununuzi wa mashamba. 2024 ndo tumepitishiwa ukomo wa madeni wa shilingi milioni 200 na tukaweza kufanikiwa ununuzi wa hii gari. Gari ina thamani ya shilingi milioni 185. Kwa mkopo kwa AMCOS tumechangia shilingi milioni 43 na benki wametukopesha milioni 142. Jina naitwa Alhaji Azam Mfaume, mwenyekiti wa chama kikuu cha MAMCU. Kama nilivyozungumza kwamba kwa upande wa chama hiki cha Nanyumbu imekuwa ni mfano wa kuigwa, lakini kama chama kikuu cha MAMCU tumeendelea kupokea ushauri na maoni ya mrajisi mkuu ya kwamba vyama sasa vijiendeshe kibiashara. Kama unavyoona sasa, kwa upande wa Masasi na Nyumbu wanashindana sasa kununua magari, wanashindana kujenga magala. Halikadhalika na Nyamba pia sasa hivi wapo kwenye mikutano Mtwara. Nafikiri mpaka kufikia 2027 chama kikuu cha MAMCU kupitia mkosi zake 202 itakuwa vina magari ya kutosha na itakuwa ina magala ya kutosha. Nafikiri wakulima watarajie mambo mazuri sana kupitia chama kikuu cha AMCOS, kwa sababu kuna umoja baina ya chama kikuu cha AMCOS na vyama vya msingi. Kwa hiyo hata si chama kikuu pia tumejipanga kuhakikisha tunaleta magari, tunajenga viwanda ili sasa wanaushirika hawa wapate kufaidika na matunda ya ushirika wao. Lakini kwa sababu tunayo mapato ya kutosha na tumewekeza vya kutosha, ifike mahali chama hiki kionyeshe mfano kwa kuwakatia bima ya afya wanachama wake, ili wanachama wasihangaike na mambo ya afya, mambo ya matibabu. Akipata na shida akatibiwe bure, chama chake kiwe kimemwezesha. Kwa kufanya hivyo, wananchi wetu wataendelea kuwa na afya njema na watapata muda wa kufanya kazi wa kutosha na kuzalisha zaidi, ambayo itaongeza mapato ya chama chenyewe. Lakini serikali yetu ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, tena naomba na mimi niongeze sauti kwa wenzangu waliotangulia
kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kwa moyo wake wa upendo kwa wananchi wake na hususan wananchi wa Mtwara, kwa kuendelea kutukumbuka na kuendelea kutoa fedha nyingi sana za pembejeo za zao la korosho. Tunashukuru sana kwa sababu mpaka sasa pembejeo za zao la korosho zinagawiwa bure.